umekabidhi mitungi ya gesi kwa mamalishe na babalishe wilayani Hai, ikiwa ni hamasa ya kuongeza matumizi ya nishati safi na kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Na katika michezo, mabondia wanaotarajia kushiriki tamasha kubwa la mchezo wa masumbwi la Dar Boxing Derby waendelea na kambi kabambe za maandalizi. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Katika kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini, Mwenge wa Uhuru 2026 umekabidhi mitungi ya gesi 50 kwa mama na babalishe, hatua inayolenga kuongeza matumizi ya nishati safi na kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya Rais Samia ambaye ni kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika, inayolenga kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ifikapo mwaka 2034. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa ugawaji wa mitungi hiyo katika eneo la Sadala, afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya Hai Robert Mwanga amesema matumizi ya nishati nchini inalenga kuhamasisha utunzaji wa mazingira na kupunguza ukataji miti, huku akieleza kuwa matumizi ya nishati safi ya gesi yatasaidia kukabiliana na madhara mbalimbali ikiwemo ya kiafya na uchafuzi wa mazingira, na kufanya lengo la 80% ya Watanzania kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo 2034. Halmashauri ya wilaya Hai leo inatoa mitungi midogo ya gesi 50 yenye thamani ya shilingi milioni 2.5 kwa baba na mamalishe pamoja na watu wenye mahitaji maalum, yani watu wenye ulemavu. Katika mradi wa barabara unaotekelezwa na wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA wilayani Hai, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Wazo Michael Mwang'onda akakagua na kuweka jiwe la msingi katika mradi wa barabara RC Chachi Bomang'ombe Dispensary. Yetu imekamilika hii yenye urefu wa kilomita 0.25 imekamilika katika viwango vikubwa sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Hai, kipekee sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo anaendelea kuboresha sekta hii ya miundombinu na barabara zetu. Mji wetu wa Bomang'ombe ulikuwa na vumbi. Leo nataka nikuhakikishie hapa mjini tumejengwa vipande 11 vya barabara ya lami na vimewekwa taa juu. Meneja wa TARURA wilayani Hai Kuya Francis akataja gharama za mradi huo, huku baadhi ya watumiaji wa barabara hiyo wakieleza utakavyonufaisha. TARURA itengewa fedha kuanza ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami, yani DSD, kwa urefu wa mita 250. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, ujenzi wa barabara hii umegharimu jumla ya shilingi 171 milioni 831,090. Tunapata raha kwa kweli. Tulikuwa tunapata vumbi kubwa sana. Nyumba zetu zilikuwa zinachafuka kuta. Awali akizungumza wakati kupokea Mwenge wa Uhuru uliokuwa ukitokea wilayani Moshi, mkuu wa wilaya Hai Hassan Bomboko utakagua, utaweka mawe ya msingi, lakini pia utazindua miradi 7 yenye thamani ya bilioni 15.5. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Katika kuunga mkono juhudi za serikali za kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto, watumishi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU nchini kupitia michango yao ya hiari wametoa mashine ya joto kwa watoto wachanga na mashine ya tiba ya mwanga wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, hatua inayotarajiwa kuongeza ubora wa huduma za matibabu kwa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, hatua itakayosaidia kupunguza vifo vya watoto ambapo kwa mwaka 2025-26 kuliripotiwa vifo 171 kati ya watoto 1167 waliozaliwa katika kitengo hicho. Msaada wa mashine hizo za kisasa umekabidhiwa katika hospitali hiyo na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila. Ifuatayo ni taarifa. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amesema msaada huo ambao unatokana na michango ya hiari ya watumishi wa TAKUKURU nchini ni kielelezo cha kuunga mkono juhudi binafsi na maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kuboresha huduma za afya nchini. Tunafanya hivi kwa lengo la kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha afya ya mama na mtoto na ustawi wa Tanzania kwa ujumla. Tunajua serikali chini ya Mheshimiwa Rais
iko katika jitihada kubwa za kuboresha huduma za afya nchini. Hospitali nyingi zinajengwa za wilaya, za mikoa, za rufaa na kuziwezesha kwa vifaa tiba. Naye mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, Daktari Alfred Mwakalebela, amesema licha ya juhudi zinazoendelea kufanywa na hospitali hiyo katika kuboresha huduma za afya kwa watoto wachanga, bado kitengo cha huduma za watoto wachanga wanaohitaji uangalizi maalum kinakabiliwa na changamoto ya vifo vya watoto. Na kwa 2025-2026 idadi ya watoto waliolazwa ilikuwa ni 1167 na idadi ya vifo ilikuwa 171, kwa sawa na 18.65. Hivyo vifo vya watoto viliongezeka kwa sababu ya ongezeko kubwa la watumiaji wa huduma hiyo. Ushirikiano kati ya TAKUKURU mkoa wa Iringa na hospitali ya mkoa ni mkubwa na umekuwa ukiimarishwa siku hadi siku. Nina imani kuwa tukio hili la leo linakwenda kuimarisha maradufu ushirikiano kati ya TAKUKURU na sekta ya afya. Kwa wastani kitengo cha huduma za watoto wachanga wanaohitaji uangalizi maalumu hupokea kati ya watoto 5 mpaka 10 kwa siku. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Jitihada za kuimarisha mifumo ya afya na utawala barani Afrika zimepata nguvu mpya baada ya kuzinduliwa kwa kituo cha Afrika cha uchumi wa afya na utawala bora AfriCheg jijini Arusha, kitakachojikita katika tafiti, mafunzo na ushirikiano wa kitaasisi ili kutafuta suluhisho la changamoto za maendeleo. Mwanahabari wetu Jamila Omar anaarifu kutoka Arusha. Kituo cha Afrika cha uchumi wa afya na utawala bora AfriCheg kinalenga kuendesha tafiti, kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kada mbalimbali na kushirikiana na serikali pamoja na taasisi nyingine katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazoikabili sekta ya afya na maendeleo barani Afrika. Mwanzilishi mwenza wa AfriCheg, Profesa Urbanus Kioko, amesema lengo la kituo hicho ni kuhakikisha tafiti zinafanyika, zinatoa majawabu yanayoweza kutumika katika kuboresha sera na huduma kwa jamii. Hiyo senda itakuwa inatoa inafanya mambo mengi. Kwanza ni research, ya pili ni masomo ile tutakuwa tunasomesha watu, na ile ingine ni kusaidia serikali na watu wengine kama research hivi na kufanya advisory services. Naye mkurugenzi mkuu wa ISAMI Profesa Peter Kiuluku amesema changamoto zinazoikabili sekta ya afya zinahitaji ushirikiano wa taasisi za tafiti, serikali na wadau wa maendeleo ili kuboresha upangaji wa huduma, usimamizi wa rasilimali na uwajibikaji katika matumizi ya fedha. Sana sana watu wengi wanakimbilia fedha, lakini hata ukipata fedha ambazo ni budget yote ambayo utahitaji, unakuja kukuta kwamba unahitaji watu, na wale watu sio uende tu uchukue kwa sababu unasema kwamba wale wameenda shule. Lazima utafute wale ambao wamehitimu na wale ambao wanaweza kusaidia katika mipango ya utekelezaji. AfriCheg is going to contribute to reducing the negative effect of the negative impacts that we've seen in the sector. We see us contributing very high to eradicating these challenges. Uzinduzi wa AfriCheg unatarajiwa kuwa chachu ya kuimarisha tafiti, mafunzo na ubunifu katika sekta ya afya na maendeleo, huku ushirikiano wake na ISAMI ukitarajiwa kuongeza upatikanaji wa maarifa na suluhisho yatakayochangia kuboresha mifumo ya utoaji wa huduma katika nchi mbalimbali za Afrika. Jamila Omar, Channel 10. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo kutoka Arusha. Wakala wa nishati vijijini REA inajivunia kukamilisha miradi ya kufikisha umeme kwenye vijiji vyote Tanzania, huku wakiwa asilimia 62.4 ya kufikisha umeme vitongoji vyote vya hapa nchini. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi.
Akiongea kwenye maonyesho ya 50 ya kibiashara kimataifa yanayoendelea katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa umeme vijijini Mhandisi Jonas Solotu amesema baada ya kufikisha umeme vijiji 12318 vyote vya hapa nchini, sasa wamefikisha umeme vitongoji 40182 sawa na 62.4%. Na mpaka sasa tumemaliza vitongoji 40182 kati ya 64359 sawa na 62.4%, na vimebakia vitongoji 13912 ambavyo havina umeme kabisa. Vingine vyote 50447 vipo vina umeme, baadhi yao vina umeme na baadhi yao vichache wakandarasi hapo site wanaendelea kazi ya kujenga miundombinu kwa kupelekea umeme. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba sasa tushamaliza vijiji vyote vimeisha 12318. Kwa upande wake, mkuu wa taasisi ya usuluhishi na malalamiko ya taarifa za kodi Erastus Mtui amesema taasisi imejipanga kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika kuboresha uchumi wa nchi. Dira ya 2050 ili iweze kufikiwa, mazingira ya biashara na uwekezaji lazima yaboreke. Tunaangalia uchumi wa nchi hii kukua angalau kwa wastani si chini ya 10% ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tunaangalia ya dola trilioni 1. Sasa ukuaji huo lazima mazingira ya biashara, lazima mazingira ya uwekezaji yawe mazuri. Naye katibu mtendaji wa Baraza la Ushauri wa Watumiaji wa Huduma za Usafiri wa Anga TCAA-CCC Innocent Kiara amesema katika maonyesho ya kibiashara kimataifa Sabasaba wanatoa elimu ya huduma za TCAA-CCC wanazozitoa kwa wananchi. Mwaka huu ujumbe ambao tunataka kuwakumbusha watumiaji ni umuhimu wa nafasi yao katika kutoa taarifa pindi wanapokutana na changamoto mbalimbali ambazo zinahusiana na usafiri wa anga. Na taarifa hii tunashauri watumiaji au abiria waweze kutumia zile njia rasmi. Nikiripoti kutoka katika viwanja vya Sabasaba yanaendelea maonyesho ya kimataifa ya 50, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Halmashauri ya jiji la Mwanza imewataka wafanyabiashara wa soko kuu Mwanza kuzingatia maombi ya biashara zilizoainishwa katika leseni zao ili kuepusha misuguano kati ya wawekezaji na halmashauri hiyo. Henry Kavirondo ameandaa taarifa ifuatayo. Agizo hilo limefuata baada ya mwekezaji wa eneo hilo Steven Orema kuiomba serikali kuingilia kati mvutano kati yake na halmashauri hiyo kuhusu uhalali wake wa kumiliki eneo hilo la biashara ya vyakula na vinywaji. Kwa mujibu wa mwekezaji huyo, eneo hilo alipangishwa kwa shilingi milioni 3 kwa mwezi na kulipa milioni 18 kwa miezi 6, lakini anachokidai ameondolewa na halmashauri kabla ya mkataba wake kuisha. Viongozi waliowekwa na mama yetu mwenye huruma Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, alishawaambia amewateua kwa wema kabisa kutumikia kwa wema, kwa uaminifu na uadilifu. Lakini nilivyokuwa naenda kwa mheshimiwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza, Mheshimiwa Kiomoni Kibamba Kibule, yani yeye ukifika hakuna ushirikiano ulionipa zaidi ya kufoka. Amesema kuwa baada ya kuondolewa, vitu vyake kama vile vyakula vimeoza kwa kuwa hakupewa nafasi ya kuhamisha bidhaa zake. Na mama yangu Samia, mama mwenye huruma, aweze kutusaidia, anisaidie pia na matatizo. Naamini yapo mengi na watu wanadhulumiwa haki katika soko la Mwanza. Hatua hii inawainua wafanyabiashara wa soko hilo, wakishauri ni vyema mwafaka ukapatikana. Wanasababisha watu wakose ajira, maana hapo ni tayari ni njia ya kumsababishia kijana kukosa ajira. Sasa mimi nadhani hilo swala kama ni issue ya kelele au ni nini, wangekaa na kuwapa utaratibu mzuri. Lakini kupitia uwekezaji huu ambao uliotokea hapo soko kuu, pengine inaweza kumwefusha mtu mwingine kuwekeza. Kwa hiyo kuna taratibu na kuna taratibu za kufanya ambazo haziwezi kuleta madhara yote ile. Kutokana na malalamiko hayo, Channel 10 inabisha hodi katika ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya jiji la Mwanza Kiomoni Kibamba ili aweze kulitolea ufafanuzi swala hilo. Sasa kama anafanya biashara ya vileo ya mgahawa, leseni yake ni ya mgahawa, alafu akaenda kuomba leseni ya nini? Ya vileo, mwenye makosa nani? Mwekezaji huyo amejikuta akiwasilisha kilio hiki baada ya kudai kuwa ameshindwa kurejesha mkopo wa zaidi ya shilingi milioni 100 benki alizozitumia kuongezea mtaji kwa ajili ya kuwekeza katika eneo hilo. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza.
Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. TRA mkoa wa Pwani imehitimisha kilele cha maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwake kwa kuwakutanisha wadau mbalimbali wa ulipaji kodi katika hafla maalum ya kutambua mafanikio yaliyopatikana ndani ya kipindi hicho. Margaret Marisa ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza katika hafla hiyo, Katibu Utawala mkoani Pwani Pili Mnyema ameipongeza TRA kwa mchango wake katika ukusanyaji wa mapato ya serikali, ambapo amesema mafanikio hayo yametokana na uzalendo wa watumishi na ushirikiano mkubwa wa walipa kodi. Na mafanikio yanayopatikana katika mkoa wetu wa Pwani yanaonyesha dhahiri kwamba ni kutokana na ushirikiano, kuaminiana baina ya taasisi yetu katika mkoa na wafanyabiashara, lakini na wadau wote wanaolipa kodi ndani ya mkoa. Mkoa wetu wa Pwani umepiga hatua kubwa sana katika sekta ya uchumi, na tunajivunia zaidi kwamba mkoa wetu ni mkoa wa kimkakati, lakini ni mkoa wa viwanda, ambavyo kodi inayokusanywa ni kiashiria kikubwa kwamba tunapiga hatua za kiuchumi. Meneja msaidizi wa TRA mkoani Pwani Salim Makame amewashukuru walipa kodi kwa ushirikiano wao na kuahidi kuendelea kuboresha huduma ili kuongeza ufanisi na urahisi wa ulipaji kodi. Kwa hiyo na mimi nichukue fursa hii kuomba ushirikiano sana tunapoanza mwaka huu mpya wa fedha, tuwe wenye mashirikiano zaidi na tuweze kufikia malengo kuelekea kujitegemea kwa nchi yetu, lakini pia kuelekea kutimiza na ndoto ya Mheshimiwa Rais aliyosema hapa leo kwamba anatamani kuiona TRA ikiwa bora zaidi kipindi anapomaliza muda wake. Maadhimisho hayo yameenda sambamba na wito wa kuendeleza utamaduni wa kulipa kodi kwa hiari, msingi wa kuharakisha maendeleo ya taifa. Margaret Malisa, Channel. Asante Margaret kwa taarifa hiyo. Baadhi ya madereva hususan wa masafa marefu wameiomba serikali kutoa mafunzo kwa madereva wote ama kupitia vyuo vinavyotoa mafunzo ya udereva kuongeza kipengele cha namna kukabiliana na majanga ya moto yanapotokea kwenye magari, hatua ambayo itarahisisha kuzima moto huo, elimu ambayo itasambaa mpaka majumbani. Ifuatayo ni taarifa kamili. Ombi limetolewa na wakazi wa Chanika wakati wa mafunzo ya namna ya kukabiliana na majanga ya moto kwa madereva na wakazi wa eneo la Kwandevu yaliyotolewa na chuo cha udereva cha Future World kwa kushirikiana na kikosi cha jeshi la zimamoto. Lengo ni kuhakikisha elimu hiyo inawafikia madereva na jamii inayowazunguka. Serikali itengeneze mfumo ambao unaweza ukafikisha taarifa mpaka mitaani na vijijini. Mfano, tuna wenyeviti wa serikali za mitaa, tuna makatibu watendaji wa vijiji, watengeneze kwa utaratibu ambapo kwamba kila baada ya miezi mitatu au minne au sita huwe na utaratibu wa serikali za mitaa kuandaa au kuarrange vikao kama hivi vya wananchi. Hii elimu imenisaidia kwa sababu nimejua jinsi ya kuzima moto, hata nikiwa mwenyewe siwezi kubabaika juu ya kuzima moto. Mkurugenzi wa chuo hicho akisema kwa kutambua umuhimu wa mafunzo wameamua kuingiza katika masomo ya udereva na kuyafikisha kwa jamii inayozunguka chuo hicho. Ni muhimu sana kwa somo la jamii nzima. Kwa hiyo tumekuwa na hili somo tukalitoa kwenye chumba cha darasa, tukaliweka kwenye viwanja vya chuo na tumebandika matangazo mengi tu mitaani kwamba mwananchi yote ile anaomba ahudhurie kipindi hiki cha mafunzo ya uzimaji wa moto. Sisi wananchi tumepata mafunzo makubwa sana kwa sababu nilishawahi kuungulia nyumba hapa. Watu tulishindwa kuokoa ile nyumba ikaungua yote kwa sababu tulikuwa hatuna elimu ya kuzima moto. Kwa kupitia darasa hili la leo aliyotuletea mkurugenzi wetu Bwana Mikola, kwa kupitia chuo chake cha Future World Driving School, tunampa pongezi sana, aendelee tena kutuletea elimu na kozi mbalimbali katika mtaa wangu. Faida mojawapo nyinyi wa madereva, kama chuo cha Future World ametoa mafunzo haya kuwawezesha nyinyi madereva kufahamu kwanza jinsi ya kutumia hivi vifaa. Pili, mjue magari yenu mnapoenda kuendesha hivi vifaa mtatumia kwa ajili ya gari gani. Sawa, na vifaa sahihi ambao unaweza kaenda kwenye gari yako. Pauline Mvungi, Channel 10.
Asante Pauline kwa taarifa hiyo. Serikali imewataka waajiri na maofisa utumishi kuhakikisha taarifa za watumishi wanaokaribia kustaafu zinawasilishwa mapema ili kuondoa ucheleweshaji wa malipo. Jamila Omar ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Arusha. Serikali imetoa agizo hilo kupitia Katibu Tawala wa Wilaya ya Arusha, Dr. Jacob Rombo, aliyemwakilisha Katibu Tawala mkoa wa Arusha wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya waajiri na maofisa wanaoshughulikia wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF. Amesema changamoto nyingi za ucheleweshaji wa mafao husababishwa na taarifa za watumishi kutokamilika au kutowasilishwa kwa wakati. Hivyo amewataka maofisa utumishi kuzihakiki na kuziwasilisha mapema ili wastaafu wapate stahiki zao bila usumbufu. Na ninapokea pia changamoto pale ofisini kwa mkuu wa wilaya ya watu ambao wanakabiliwa na haya mambo ya bana, nilistaafu mpaka leo sijapewa, mara kuna changamoto hii, mara details zangu hazionekani. Sasa haya mambo ni record. Kwa hiyo ukienda kwenye record, kama record haziko sawa ndio mnaanza kuvutana. Lakini kama record ziliwekwa sawa sawa, maana hakuna hata haja kuvutana. Na anayeweka record sawa sawa ya mtumishi ni sisi maafisa utumishi. Ndio tuna hiyo dhamana. Kwa tusaidiane, tuisaidie serikali, tupunguzie watu manunguniko. Kwa upande wake, meneja wa PSSSF kanda ya Magharibi, Yesaya Mwakifulefule, amesema mafunzo hayo yanalenga kuongeza uelewa kuhusu maboresho ya huduma na kuimarisha ushirikiano katika kuharakisha uchakataji wa mafao. Imekuwa changamoto kwa miaka mingi huko nyuma katika mfuko mbalimbali. Wanachama hasa wastaafu wanachelewesha mafao yao. Lakini strategy ya mfuko wa PSSSF sasa ni kuhakikisha kwamba tunamlipa mwanachama mstaafu mafao yake, hasa yale ya lump sum ya mkupuo, siku moja kabla ya siku yake ya kustaafu. Na tumeshaanza kupractice tayari. Wako wanachama wengi ambao tumeshawalipa kwa zaidi ya miezi 4 iliyopita. Siku moja kabla ya kustaafu kwake kishapata mzigo wake ambao anastahili kulipwa. Changamoto kubwa ambayo watumishi wengi na wakabili, kuna swala la magaps. Baadhi ya watumishi wa magaps ya muda mrefu, kwanza na jukumu la kuangalia kwa mtumishi kama ana gaps ya muda mrefu, tushughulikie kwa wakati, ili anapofikia wakati wa kustaafu basi ya magapu yameshazibwa ili pesa yake apate kwa wakati. Kwa kufanya hivyo, Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Watu zaidi ya 15 kutoka mikoa ya kanda ya Magharibi wamekutwa na hatia na kuhukumiwa kifungo jela baada ya mahakama kujiridhisha pasi na shaka kwamba walikuwa wakijihusisha na usafirishaji na matumizi ya dawa za kulevya aina ya bangi pamoja na mirungi, ambapo dawa hizo zimeteketezwa jana mkoani Tabora baada ya kesi zao kukamilika. Mwandishi wetu Adela Moses anaripoti kutoka mkoani Tabora. Baada ya kuteketeza dawa hizo katika eneo la dampo la kuchomea uchafu lililopo katika kata ya Tetemia manispaa ya Tabora, afisa kutoka mamlaka hiyo ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu ya kiusalama anaeleza sababu ya kufanya zoezi hilo. Tumefanikiwa kuendesha kesi mahakama mbalimbali hususani za mkoa wa Tabora, lakini pia kwa kanda nzima ya Magharibi, kwa sababu tunafanya kazi katika kanda ya Magharibi yenye jumla ya mikoa 4 ambayo ni Katavi, Kigoma, Shinyanga na Tabora. Kwa hiyo kesi imeendeshwa kwenye mahakama mbalimbali, na hapa zoezi linaloendelea ni kesi ambazo zimeweza kukamilika na kuisha mahakamani na kutolewa oda. Tumechagua njia hii ya kuteketeza vielelezo kwa amri ya mahakama kwa njia ya kuchoma moto. Sababu kubwa ni kuweza kuzuia dawa hizi zilizogundulika kuwa ni dawa za kulevya zisiweze kurudi mtaani na kutumika tena upya, ili ziweze kutokomea kabisa, ikiwa ni mpambano wa kuendelea kutokomeza biashara hii ya dawa za kulevya. Aidha, katika hatua nyingine, afisa huyo anabainisha mikakati endelevu ya serikali ya kuendelea kudhibiti na kupambana na usafirishaji, uuzaji pamoja na matumizi ya dawa hizo. Tunatoa onyo kwa wale wote wanaojihusisha na biashara hii ya dawa za kulevya waweze kuacha mara moja, kwani serikali hailali, inafanya kazi usiku na mchana kuweza kukomesha biashara hii ya dawa za kulevya. Kwa hiyo kwa wale wote wanaojihusisha, tunatoa onyo kali waweze kuacha mara moja na wajihusishe na biashara au kilimo halali ambacho kinaweza kupatia mafanikio halali kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Takwimu zinaonyesha mkoa wa Tabora ni mkoa wa pili kwa kuzalisha kilimo hiki haramu cha zao la bangi, lakini pia ni mkakati wa serikali wa kuhakikisha kilimo hiki kinafutika kabisa nchini. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10.
Naam, na sasa tuangalie habari za michezo na burudani. Bondia Deborah Mwenda kutoka Kinyogori Boxing Gym Ilala aahidi ushindi wa mapema wa TKO dhidi ya mpinzani wake Dorothea Mhonza kutoka Gongo la Mboto kwenye mapambano la Dar Boxing Derby mwaka 2026 litakalofanyika jijini Dar es Salaam. Akizungumza mapema na waandishi wa habari za michezo, Deborah Mwenda amesema amefanya maandalizi ya kutosha kuhakikisha na kupata ushindi wa kishindo kwa mashabiki zake, huku akimtaka mpinzani wake ajiandae kupokea kipigo siku hiyo. Mheshimu mpinzani wangu, naheshimu rekodi yake na uzoefu wake. Naamini kwamba kwa jinsi ambavyo nimejiandaa nitapata nafasi ya kufanya mpinzani wangu ashindwe kumaliza pambano. Imani sana katika mazoezi aliyofanya. Kwa hiyo hata mpinzani mwenyewe sina cha kumwambia, ila na imani mwandishi utampelekea ujumbe. Sisi tumejiandaa vizuri. Mimi naamini kwamba KO ipo. Na akidelay KO ni mapema tu. Raundi ya kwanza, raundi ya pili. Imekuja wakati sahihi na sisi tumefanya kazi wakati sahihi. Tushamaliza. Na kama unavyoona siku zimeisha, hatuna la kupoteza. Tunahitimisha na hizo tambo kwa mabondia hao ambao wanapanda kwenye ulingo ili kupimana nguvu. Asante kwa kuwa nasi. Tunahitimisha hivyo taarifa yetu ya habari. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Yere. Karibu tena mtazamaji wa Channel 10 unayejiunga nasi, kipindi hewani ni Asubuhi Njema. Na sasa ni wakati wa kukusomea vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio asubuhi ya leo. Mkononi kwangu naanza na gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru, ukweli daima, lenyewe linasema maraisi Samia Chapo waanika fursa uchumi ni katika ufunguzi wa maonesho ya Sabasaba Tanzania kuwa lango la Afrika. Utaikuta ukurasa wa pili. Hapa katika habari picha ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akimkabidhi mgeni wake Rais wa Msumbiji Daniel Chapo zawadi baada ya Rais Chapo kufungua maonesho ya kimataifa ya 50 ya biashara ya Dar es Salaam. Taarifa nyingine inasema tumuenzi Nyerere kwa vitendo. Hiyo ni kauli ya Dr. Mwigulu, utaikuta ukurasa wa 3. Kafulila aitaja sekta binafsi nguzo dira 2050. TPA yang'ara tuzo ya kinara uwezeshaji bora. Taarifa hii iko kwenye gazeti la Uhuru. Gazeti la Habari Leo, Samia ataka viwango kimataifa Sabasaba. Asema serikali itayaimarisha kuvutia uwekezaji masoko kwa Watanzania. Chapo ataka historia mpya uhuru wa kiuchumi Afrika. Hili ni gazeti la Habari Leo ambalo limetuletea taarifa hizo hapo, utaikuta ukurasa wa pili. Tanzania Urusi wasaini kutangaza utalii pamoja, iko ukurasa wa 4. Mwigulu atangaza hatua kulinda urithi wa Nyerere, utaikuta ukurasa wa 3. Hili ni gazeti la Habari Leo limetuletea taarifa hizo hapo. Gazeti la Daily News linasema Samia maonesho ya DITF yachochea biashara. Taarifa nyingine, Chapo ataka kuimarishwa kwa mnyororo wa thamani kikanda ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Hilo ni gazeti la Daily News. Nigeuze magazeti haya kurasa za michezo, naanza na Uhuru. Uhuru inasema siku ya hukumu, wachezaji wa Simba wakifanya mazoezi. Hiyo ni habari picha. Jumba jeupe la iponza Yanga kufanya paredi la kibingwa leo. Taarifa iko kurasa wa 19. Gazeti la Habari Leo upande wa michezo, hili tunabeba. Huo ndio ujumbe ambao uko katika gazeti hili ukiwa umepewa kipaumbele kabisa. Yanga yalimwa faini milioni 100. Hersi ashitakiwa TFF.
sababu utazikuta kwenye gazeti hili hapa ambalo ndo linatuhitimishia kipindi chetu cha asubuhi njema kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Beatrice Eric ambaye nimekusomea taarifa ya habari na baadaye nikapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa nasi na endelea kutazama Channel 10. Kilicho bora kabisa ni kuache ukutane nao tena wale magwiji wa habari za michezo na burudani ambao wametoka hapa kukuchambulia taarifa mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Usitoke kando ya runinga yako, endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.